ndipo salamini tutasimama kule kitini pa enzi. Tupige magoti kwa ajili ya ombi. Tuombe. Uhimidiwe Mungu wetu, tunakushukuru kwa kipindi ambacho umetufunulia namna ambavyo tunapaswa kumwamini nabii uliyetupatia, Nabii Ellen G. White, kwa sababu hakunena maneno yake bali yaliyotoka kwako. Asante kwa sababu pia umekusudia kusema nasi katika kipindi kingine cha pili. Tuongoze sasa kwa ajili ya kusikiliza na kuelewa. Tunaomba kwa imani kupitia jina la Kristo Yesu Bwana wetu. Amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Basi karibu mtumishi ambaye mtawakilisha somo kwa ajili ya kuhitimisha masaa matakatifu. Nami niwaalike kwa ajili ya umakini wa usikivu, lakini umakini wa kufuatilia haya kwa ajili ya kuzitafakari na kwa ajili ya kuweza kujifunza ili tuweze kuimarika. Karibu mtumishi. Basi watu wa Mungu, tunahitaji tu kutumia huu muda kuweza kuendelea na ujumbe wetu katika mwendelezo wa vipindi vyetu vya mafundisho ya Biblia, na hivyo itaweza kutusaidia sana watu wa Mungu kukua katika imani na kuisimamia kweli ya neno la Mungu, kuisimamia kweli ya neno la Mungu. Kwa hiyo kuna kitu ambacho tuweze sasa watu wa Mungu kushiriki pamoja kwa muda huu tunapoelekea katika kuhitimisha masaa matakatifu ya Sabato. Tunapoenda kuhitimisha masaa matakatifu ya Sabato, yapo mambo Mungu wetu ametuandalia na kututengenezea ili ya kwamba yatufai kabisa watu wa Mungu kwa ajili ya kutuimarisha katika kazi hii ya mwisho, kazi ya kupeleka ujumbe wa malaika watatu, ujumbe wa malaika watatu. Hivyo basi mimi nitakuwa na jambo hapa watu wa Mungu nitaweza kuwasilisha, na kisha nitawakaribisha ndugu zangu kwa ajili ya kuweza kuongezea au kuuliza pengine swali, kama kutakuwa na mtu ambaye atakuwa na swali la kuuliza. Atakuwa na swali la kuuliza. Atakuwa na swali la kuuliza. Hivyo kuna kitu kizuri hapa nimekitamani nikizungumze hapa ninapounganisha katika mada hizi sasa kuna kitu hapa basi nitakuwa nimeshakipata. Kuna kitu hapa Nabii Ellen G. White akieleza juu ya jambo moja ambalo pia tutaliona hapa. Sasa tufanye mwendelezo wa kipindi chetu hiki ambacho tulikuwa nacho, unabii, makanisa 7. Vipindi vingapi? 7. Maana tulisoma pia katika kitabu cha Matendo ya Mitume cha Ellen G. White kwamba majina haya ya makanisa 7 yanawakilisha vipindi 7 vya kanisa la Kikristo. Kanisa la Kikristo, na kanisa la Kikristo tunaona kwamba alilianza katika kipindi tunaona cha mitume, kwamba kuitwa kanisa la Kikristo. Tunaona kwamba katika jina hilo lilitumika sana kipindi cha mitume. Ukisoma hii Matendo ya Mitume ukurasa wake wa 20 au 247 aya yake ile ya mwisho kabisa, au 585 paragrafu yake ya 3 kwa Kiingereza, ni sura ile inayosema, ni sura ya 57 inayosema Ufunuo, kitabu cha Ufunuo, sura ya 57 inayosema
Ufunuo. Maneno haya yanasema hivi: majina ya makanisa 7 ni kielelezo cha kanisa, ni kielelezo cha kanisa katika vipindi 7 tofauti vya enzi ya Kikristo. Kwa hiyo tunaona kwamba majina haya ya makanisa ni kielelezo. Kwa hiyo maana yake kwamba japo kulikuwa na makanisa kabisa mahalia, tuliweza kuona ni Efeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardi, Philadelphia na Laodikia, lakini hivi vyote vilitumika kama vielelezo vikiwakilisha vipindi 7 vya enzi za kanisa la nini? La Kikristo. Na hapa tulikuwa tumefika katika enzi. Kwa mfano tulizungumzia habari ya Efeso, tukaona Efeso habari ya jao kwamba Efeso maana yake ni yenye kuvutia. Na hapo tulizungumzia kanisa kipindi cha mitume ambalo tunaona kwamba ni kile kipindi cha mwaka wa 31 AD hadi mwaka wa 100. Tunaona kwamba kanisa lilikuwa safi. Ukienda katika kitabu cha hii tunaipata kwenye kitabu cha Ufunuo sura yake ya 2. Ufunuo sura yake ya 2, hapo tulianza kusoma kuanzia mstari wa kwanza pale, tuliendelea kuona mpaka mstari wake wa 7 ni kanisa la Efeso. Lakini tunafuata kwamba hili kanisa la Efeso lilifanana pia na farasi mweupe kwenye Ufunuo 6 mstari wake wa kwanza na wa 2. Ukija kanisa linalofuata Smyrna, hapa tunaambiwa kwamba hili ni kanisa ambalo kwa kweli lilipitia dhiki, kipindi cha mateso makali mwaka wa 100 hadi mwaka wa 313, na hasa mateso ya mwaka wa 303 chini ya mfalme Diocletian hadi mwaka wa 303 hadi 313. Mateso chini ya mfalme Diocletian kwa muda wa siku 10, ambao ni miaka mingapi? 10. Maana siku moja kwa mwaka, kitabu cha Ezekiel 4:6. Sijui watu wa Mungu, lakini pia Hesabu 14 mstari wake wa ngapi? Wa 34, siku moja kwa mwaka. Kwa miaka 10 watu wa Mungu walikuwa kwenye mateso. Shetani aliwatupa gerezani, wengi wakachinjwa, lakini Wakristo walisema ya kwamba kadiri mnavyotuchinja ndivyo tunavyoongezeka. Wanasema damu ya Wakristo ni mbegu, damu ya Wakristo ni mbegu. Lakini tunaona kwamba shetani akaona kwamba kwa kutumia mateso Wakristo wanaongezeka, akabadilisha mbinu, akaingia kwenye kitu kinaitwa maridhiano. Kitu kinaitwa nini wapendwa? Maridhiano. Tunaona kwamba hapo kuna uongofu wa Konstantino ambaye alikuwa mfalme au Kaisari pale Rumi mwaka wa 313. Baada ya Diocletian alifuata Konstantino, yeye akawa mfalme pale Rumi. Na tunaona kwamba mfalme Konstantino yeye inapofika mwaka wa 323 anaupokea Ukristo kwa jina kwamba na yeye ameongoka, lakini lengo lake lilikuwa ni kuunganisha upagani na Ukristo. Tunaambiwa kwamba kilichosababisha hapa ulikuwa ni uasi wa viongozi wa kidini. Maana walitafuta msaada wapi? Serikalini, ili wapendwe. Yaani kwamba serikali ilisaidie kanisa kufanya kazi ya Mungu, kwamba serikali ikaanza kujenga makanisa ya ibada ama majengo ya ibada. Lakini pia tunaona kwamba Konstantino alipoingia ndani ya kanisa akaonekana kwamba yani kwamba ni mtu ambaye anapendeka. Maana tunaambiwa kwamba ukisoma historia hata ubatizo wake yeye hakuzamishwa kwamba yeye ni mfalme, lakini tunaona kwamba yeye ndiye amekuja kubatizwa ubatizo wa ajabu. Maana kabisa kwamba anaelekea mwisho tena yani maisha yake yakiwa katika hatari ya kuelekea kufariki, yeye wanamfanyia ubatizo, wanasema wewe tutakunyunyiza maji. Wakambatiza kwa ubatizo wa kunyunyiza maji, ambao ni ubatizo ambao leo madhehebu mengi yanaendelea nao. Lakini kwa Konstantino hapa kwenye Pergamo hapa kuna mambo mengi sana yalifanyika. Maana tunaambiwa kwamba kilichotokana na matokeo ya Pergamo ulikuwa ni kudhaliwa nini? Upapa, kuzaliwa upapa. Maana kushusha viwango vya Kikristo ambao lidumishwa kipindi cha mitume, na baada ya mitume kanisa likiwa katika kipindi cha Smyrna, kwamba matokeo yake ulizaliwa upapa, ambao tunaona kwamba mafundisho yake tayari yalikuwa yameshajengewa msingi hapa na Konstantino. Msingi wa mafundisho ya upapa yalijengewa hapa. Maana hapo ukiangalia ndipo ambapo pia fundisho linaitwa Utatu Mtakatifu liliingizwa. Kwa hiyo maana Konstantino alikuwa anafanya kazi, lakini nyuma maaskofu wa pale Rumi walikuwa ndio wanashinikiza. Maana maaskofu wote kwanza walikuwa sawa. Hakukuwa na kitu sijui anaitwa askofu mkuu, sijui mara papa. Hizo ni mbinu za Rumi, kwamba askofu mkuu sijui nani. Maaskofu wote nini? Ni sawa. Kwa hiyo maana yake kwamba askofu wa Rumi akapewa cheo cha juu kutoka kuwa askofu wa kawaida, akaanza kuitwa kaka. Kutoka kuwa kwenye kiwango cha kaka akaanza kuitwa baba. Maana ukiangalia hapa Konstantino ilipofika mwaka wa 330,
alihamisha makao makuu, yaani akaiacha ikulu ya pale Rumi, yeye akahamia kule panaitwa Istanbul, ambapo leo akajenga mji unaitwa Constantinople kule Uturuki. Alipohamia kule, ile ikulu ya Roma akamwachia askofu wa Roma. Akamwachia askofu wa nani? Wa Roma. Haya maneno pia waweza kuyapata kitabu hiki kinaitwa Mnyama, Joka na nani na Mwanamke, ukurasa wake wa 28. Hebu nisome haya maneno kidogo, maana lazima historia tuichakate. Kuna mchungaji mmoja wa Kijumapili hapa anasema, mimi uwezo kukuta mwana historia anayesema kwamba sijui upapa ndio mnyama. Hapana, hajajua, na wakati mwingine wanateteli wajifiche wasionekane kwamba wameungana au wamekubali mafundisho ya upapa. Kwa mfano nisome kitabu ukurasa wake wa 28 katika kitabu kimoja kimenukuliwa kinaitwa Papal Rights and Privilege, ukurasa wake wa 13 na 14. Inasema hivi, je, ufalme wa Rumi ya kipagani ulitoa mamlaka yoyote kwa upapa? Kweli ni kwamba mnamo mwaka wa 330 baada ya Kristo, Konstantino mfalme wa Rumi aliukabidhi mji wote wa Rumi kwa papa kama kiti cha mamlaka yake. Bwana Yesu asifiwe. Kama kiti cha mamlaka. Ndipo unakutana na Ufunuo 13 mstari wake wa 2. Yule joka akampa yule mnyama kiti chake cha enzi, mamlaka na uwezo wake mwingi. Kwa hiyo ukija kuangalia unabii huo unapozungumza joka, maana joka pia ilikuwa ikirejelea mamlaka ya Rumi ya kikaisari. Maana pia joka aliitumia au shetani aliitumia, hata kwamba joka linataka kummeza mtoto, si ndivyo? Ufunuo 12 pale joka linataka kummeza nani? Maana hapo kwamba joka ambalo kwamba shetani alitumia makaisari, maana hapo tunamkuta yule mfalme nani yule ambaye aliagiza watoto wauawe, yule Herode. Tunawakuta maherode pale. Kwa maana yake shetani alitumia mamlaka ya Rumi kama joka. Ndio maana tunaona kwamba shetani akiwa ameipatia Rumi ya kikaisari kiti cha enzi, Rumi ya kikaisari nayo ikakabidhi kiti cha enzi kwa nani? Kwa mnyama. Kwa hiyo ukija kuangalia mwaka huu kipindi cha Pergamo, ndipo mambo yaliharibika. Ndio maana ukiangalia kwenye Ufunuo sura ya 6 anafananishwa na farasi mweusi. Mweusi maana yake nini? Giza. Yaani neno la Mungu kweli lilididimizwa kabisa. Shetani akaona kwamba badala ya kuwaua kimwili wanaongezeka, naenda kuwaua kiroho. Na hii mbinu shetani, watu wa Mungu, hajabadilisha. Shetani sasa hivi mbinu ya kuwaua watu kimwili anaitumia mwishoni sana. Anapoona kwamba kuna wengine bado tu wameng'ang'ania ukweli, ndipo anatumia nguvu. Anatumia nini? Nguvu. Na anapotumia nguvu, tunaeleza kwamba anatumia mamlaka za kidini na za kiserikali kufanikisha mambo hayo. Kwa hiyo ukija kuangalia hapa, utatu ukaingizwa mwaka wa 325 pale na Isaya ukaingizwa, baraza likafanyika. Lakini ukija kuangalia mwaka katika kipindi hiki cha Pergamo, maana walienda mwaka wa 381 wakakaa baraza jingine tena kule Constantinople, ambako Konstantini alikuwa sasa ameweka kiti chake cha nini? Cha enzi. Wakakaa baraza jingine mwaka wa 381 wakaingiza kwamba sasa kama kuna Mungu Mwana basi tuingize na Mungu kama kuna Mungu Mwana tuingize na Mungu Roho, kwamba Roho Mtakatifu sio roho wa Mungu ila ni Mungu mwingine. Ila msingi wake wa utatu ulijengwa mwaka wa 325 na mfalme Konstantino. Kwa hiyo hapa Pergamo kanisa kwamba limependwa sasa na serikali limeinuliwa, kumbe ndicho kilikuwa kipindi ambacho kanisa lilimalizwa. Lakini tulisoma asubuhi kwenye Pambano Kuu sura yake ya 2 ukurasa wake wa 45 kwamba kuna waaminifu wachache. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba hawakuvumiliana mafundisho. Wakasema kwamba kama kanisa sasa halitataka kujiondoa katika mafundisho ya uongo na katika ibada ya sanamu, ni heri kuwe na utengano. Kwamba hawangeweza kushikilia mafundisho ambayo yangekuwa athari kwa watoto wao na wajukuu wao. Bwana Yesu asifiwe. Unajua watu wa Mungu, wazazi watahukumiwa kwa sababu watoto wao waliwapoteza. Kwa maana ya kwamba mimi mtoto wangu mdogo, yeye hajui, maskini hajui, ila mzazi ndio nina kazi ya kumlinda huyu mtoto apokee mafundisho safi. Si ndio watu wa Mungu? Maana yake kwamba akipotea anapotea kwa sababu mimi mzazi nimetaka
Kwa maana yake tunapopambana hivi, tunapambana kwa ajili ya wokovu wa familia zetu na jamaa zetu na watu wote ambao Mungu amekusudia injili iwafikie. Kwa hiyo kuna utengano utokea hapa. Sasa mpaka tunaingia Thiatira hapa kwenye upapa, tayari sasa kanisa liko limeshaingia kwenye uasi. Kwa hiyo ukija kuangalia, ndio maana kwamba haya makanisa tunaambia kwamba na kwa malaika, sio? Alio kwa kanisa fulani, maana yake malaika wajumbe wale waaminifu walioshikilia ukweli, kwa sababu kuna vipindi hivi ambavyo Mungu hakuvikubali kwa sababu vilikuwa ni vipindi vya ukengeufu. Kwa mfano kipindi cha Efeso Mungu kilimpendeza, maana yake kwamba alikichukulia ni watu waliomwakilisha. Kipindi cha Smirna ulimwakilisha. Pergamo ukija kuangalia hapa, ushetani ulianza hapo. Mungu hapo kwamba yeye anachomoa tu watu. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye Smirna, kwenye Thiatira Mungu anachomoa tu nini? Watu. Kwa Thiatira hapa mwaka ule wa 538 hadi 1798 ukisoma kwenye Ufunuo sura ya 6 utakutana na farasi wa kijivu. Kutoka farasi mweusi, farasi wa nini? Lakini ule ukijivu unaozungumzwa pale ni ukijivu wa weupe wa maiti. Weupe wa nini? Yaani hapa sasa kwamba kwa hiyo kwamba watu ndipo wakauliwa kabisa. Yaani watu wakauliwa kwa sababu hata Biblia kuisoma ilikuwa ni marufuku. Ilikuwa nini wapendwa? Marufuku. Kwa mfano, Pambano Kuu sura yake ya 13 kidogo tusome hapa alafu tutembee kanisa la Sardi hapo. Pambano Kuu sura ya 13. Pambano Kuu sura ya 13, watu wa Mungu, hali ilikuwa mbaya sana kipindi cha Thiatira, hali iliendelea kuwa mbaya sana. Pambano Kuu sura yake ya 13 ukurasa wa 204, Kiingereza ni ukurasa wake wa 240 aya ya kwanza na 240 aya ya pili. Watu wa Mungu, kipindi cha Thiatira hapa kwa kweli hali ilizidi kuwa mbaya kweli kweli. Nabii wa Mungu anasema hivi. Wakati mmoja ni 204 Kiswahili aya ya kwanza. 204 kurasa za nje aya ya kwanza. Anasema wakati mmoja familia nzima ililetwa mbele ya waendesha mashtaka ikishtakiwa kwa kutokuhudhuria misa na kuabudu nyumbani. Maana watu wa Mungu waaminifu, sisi tumesema waliendelea kuwepo, waligoma kuhudhuria misa, maana misa ilikuwa ni ibada ya wafu, shetani akiabudiwa, kwamba wakaamua kuabudia nyumbani. Katika kuhojiwa kwake kuhusu matendo yao ya siri, mtoto mdogo sana wa kiume alijibu, tunapiga magoti na kumwomba Mungu aweze kuelimisha na kuongoa mioyo yetu na kutusamehe dhambi zetu. Tunamwombea mfalme wetu ili utawala wake uweze kufanikiwa na maisha yake yawe ya furaha. Tunawaombea mahakimu wetu ili Mungu aweze kuwalinda. Unaona katoto walivyojibu kwamba ibada tunavyofanyia nyumbani. Maana waliulizwa, nyie nyumbani mnapoacha kuja kwenye misa Jumapili? Maana hapa tayari utatu ulilazimishwa na ibada ya Jumapili kafanyeje? Kwa hiyo hamna kuonekana unaabudu siku ya Sabato waziwazi. Sasa katoto kakaanza kusema ukweli. Familia imeletwa mbele ya askari wa Kirumi au askari wa kipapa, kanajibu. Sasa baada ya hapo, angalia kilichofanyika. Wanasema hivi, baada ya mahakimu waliguswa, anasema baadhi ya mahakimu waliguswa kwa ndani kabisa, lakini hata hivyo baba na mwanawe mmoja walihukumiwa kufa kuchoma moto kwenye nguzo. Unaona? Kwa hiyo maana yake kwamba kipindi hiki kwa kweli neno la Mungu lilikomeshwa. Watu wa Mungu walipitia shida. Kwa hiyo maana yake kwamba kilikuwa ni kipindi ambacho sasa kwa kweli ilionekana kabisa kwamba watakatifu kwa kweli wamepotea. Ndiyo maana ukisoma ile Danieli 7 mstari wake wa 25 kwamba ile pembe ndogo ilifanya vita na watakatifu ikafanyeje? Yaani ilionekana kwamba shetani sasa anaenda kufanyeje? Kushinda. Lakini tunaona kwamba katika kipindi hiki cha Thiatira tayari tunaona kwamba kulianza kuinuka nuru ya matengenezo. Nuru ya nini wapendwa? Ya matengenezo. Tayari kuna wajumbe wa Mungu walianza kujitokeza. Wajumbe wa Mungu walianza kujitokeza. Tunakutana miaka ile ya 1500 humo kuendelea humo, utakutana na wajumbe wa Mungu akina Martin Luther. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maana yake kwamba nyota zikaanza kuchipuka. Watu wa Mungu wakaanza kufanyeje? Kung'aa na kuanza kurejesha au kuanza kufanya matengenezo, watu kuwarudisha kwenye neno la Mungu. Ndipo sasa ukija kuangalia baada ya kipindi hiki cha Thiatira,
Tunaenda kwenye Biblia yetu, hebu tusome hili fungu. Ufunuo 2 sasa 2 hapa tuone 2 Ufunuo 2 mstari wake wangapi hapo? Mstari wake twende Ufunuo 3 mstari wake wa kwanza. Mtumishi Amoni waweza kusoma hapo. Ufunuo 3 mstari wake wa kwanza, baada ya kanisa la Thiatira. Maana Thiatira hapa, samahani japo hatujasoma haya mafungu kidogo, maana hapo tunaona kwamba Thiatira walimridhia yule mwanamke aitoe nani? Jezebeli, si ndivyo? Jezebeli, ukija kuangalia mwanamke Jezebeli, ukirudi kipindi cha wana wa Israeli, maana haya majina yanatumika kwa mifano ikiwa na maanisha Jezebeli mwanamke, na mwanamke katika Biblia huwa inamaanisha kanisa, si ndivyo? Kwa hiyo Jezebeli anayezungumzwa hapa sio Jezebeli kama Jezebeli, ila maana kwamba ni kanisa Katoliki pia linaitwa kwa jina nani? Jezebeli. Lakini Jezebeli tunaambia kwamba anawafundisha watu wa nani? Yaani anawafundisha. Hebu tuisome kwanza hiyo Thiatira kidogo, tiririka tu mtumishi, najua hapo. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi, anzia tu Thiatira kidogo tusikie maneno kidogo afu tuingie Sardi. Na mstari wake ule 2:18. 2:18. Ndio. 2:18 inasema, na kwa malaika kanisa lililoko Thiatira andika. Ndio. Haya ndiyo anenayo mwana wa Mungu. Ndio. Yeye aliye na macho yake kama mwali wa moto. Ndio. Miguu yake mfano wa shaba iliyosuguliwa sana. Ndio. Na yajua matendo yako na upendo na imani na huduma na subira yako, tena kwamba matendo yako ya mwisho yamezidi yale ya kwanza. Ndio. Lakini na neno juu yako ya kwamba wamridhia yule mwanamke Yezebeli, yeye ajiitaye nabii, na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Nami nimempa muda ili atubu, wala hataki kuhutubia uzinzi wake. Sasa sikiliza mtu wa Mungu, kwanza nitaenda tunakazia vipengele. Yezebeli anayezungumzwa hapa ni kanisa Katoliki. Sasa amepewa muda wa kutubu, lakini hataki kutubu. Kwa hiyo maana yake kwamba wanaojidanganya kwamba leo nomino wanasema kwamba kanisa Katoliki limefanyaje? Limebadilika, tuungane nalo. Lakini Mungu anasema nimempa muda wa kutubu, lakini hajafanyaje? Kwa maana yake waliobadilika ni wao. Bwana Yesu asifiwe. Endelea mtu wa Mungu. Sema mstari wake wa 21. Ndio. Tazama nitamtupa juu ya kitanda. Ndio. Na hao wazinio pamoja naye wapate dhiki kubwa wasipotubia matendo yake. Ndio. Nami nitawaua watoto wake kwa mauti. Ndio. Na makanisa yote watajua ya kuwa mimi ndiye achunguzaye viuno na mioyo. Asante sana. Kwa hiyo maana yake kwamba Yezebeli anayezungumzwa pale awafundishaye watu wangu, maana yake kwamba kanisa Katoliki, maana yake kwamba liliingia sasa kwamba lianze kulisha watu. Lakini tunaona kwamba watu wa Mungu waaminifu waliendelea kusimama imara, wakatengana na wakaendelea na nini? Na safari ya kukaa katika ukweli. Lakini ukija kuangalia hapa kilichozungumzwa hapa, kwa kweli, kwa sababu tunaambiwa kwamba tu hapa kilichotokea ni jeraha la mauti, lakini jeraha la mauti likafanyaje? Kwa hata leo Yezebeli anawafundisha watu wa Mungu. Anawafundisha watu wa tena na kuwapoteza. Leo yani kwamba curriculum au mtaala unaotumika kwenye vyuo vya theolojia ni wa Roma. Ni wa wapi? Yani ni wa Roma. Yani kwamba wanaowafundisha leo kwa kweli ni kanisa Katoliki, ndilo ambalo leo linayalisha makanisa ambayo yamekubali mafundisho yake. Lakini bado tunaendelea kuona watu wa Mungu waaminifu wanaendelea. Twende kwa Sardi pale. Sardi, Ufunuo 3 mstari wake wa kwanza, anzia hapo mtu wa Mungu tusome. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika. Ndio. Haya ndiyo anenayo yeye aliye na hizo roho 7 za Mungu. Ndio. Na zile nyota 7. Ndio. Najua matendo yako ya kuwa una jina la kuwa hai, nawe umekufa. Ndio. Uwe mwenye kukesha, ukaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa. Maana sikuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu. Basi kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia, yashike hayo na kutubu. Walakini usipokesha, nitakuja kama mwivi, wala hutaijua saa nitakayokuja kwako. Asante sana. Sasa Sardi, unajua maneno Bwana kwa kweli yanamaanisha. Kwa mfano Sardi ina maana ya waliosalia au masalio. Sardi yani mabaki, Sardi mabaki.
lakini Thiatira waliokataa kutubu. Unaona? Ila kwamba huku Thiatira tunaambia kwamba kulikuwa katika kipindi hicho kulikuwa na watu wake Mungu ndani yake ilibidi awatoe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio wale tunakuta kwamba hawa wana kipindi cha Sardi hapa au kipindi cha Thiatira hapa kuna wana matengenezo walianza kuinuka, ambao ndio hao sasa matokeo yake tunakutana na kanisa la Sardi. Sardi hapa yani mabaki Sardi waliosalia au waliobakia katika kipindi cha Sardi, anaambiwa kwamba kumbuka ulivyopokea. Kumbuka ulivyofanyaje? Kumbuka hapa tunazungumzia kanisa ambalo limeachwa na wana matengenezo walioinuka kipindi cha zama za giza. Sasa lilivyopokea tunaambiwa kwamba Mungu anasema kwamba Mungu anazungumza kwamba habari za Sardi. Mwana wa Mungu pia anazifikisha hizi taarifa kwetu tuweze kuzisikia kwamba anasema ya kwamba kwa sababu nimeona ya kwamba katika matendo yako sijaona kwamba umekamilika, kwa sababu kulikuwa na mambo ambayo Sardi alipaswa kuendelea kuyaimarisha. Si ndivyo watu wa Mungu? Kulikuwa na mambo ambayo alipaswa kuendelea kuyaimarisha. Kwa mfano, kulikuwa na swala la ibada, si ndivyo? Bado ibada kwamba Sardi walikuwa wanaendelea kutunza nini? Sunday, si ndivyo? Lakini ukija kuangalia wenzao yani wale wasisi akina Martin Luther, jinsi ambavyo walianza kutembea na ule ukweli kurudisha mahali pake, kama waliowafuata baada ya vifo vyao wangeendeleza matengenezo, wangeelewa kweli nyingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini matokeo yake tunaambiwa kwamba una jina la kuwa hai lakini umefanyaje? Yaani unaitwa tu wewe ni mwana matengenezo, lakini baadaye kuwa mwana matengenezo ambaye yuko hai umebakiza tu mwana matengenezo nini? Jina. Ila umefanyaje? Umekufa. Maana haya ilikuwa ni mazao ya wana matengenezo. Bwana Yesu asifiwe. Ya wana matengenezo, lakini umefanyaje? Umekufa. Sasa kumbuka ni wapi ulipoanguka ukatubu. Sasa kuna mambo ambayo Sardi hawakuyasahihisha. Hebu tusikilize pia kutoka kwenye nakala za kanisa. Mtumishi Tipe unaweza kumpatia hapo mtumishi Amoni atusomee nukuu moja hapo kutoka kwenye The Advent Review and Sabbath Zealand katika ukurasa huu. Hebu tusome haya maneno. Kuna mambo ambayo Sardi hawakuyarekebisha. Hiyo nukuu hebu tupatie ukurasa inayosema siri ya kuasi. Siri ya kuasi. Tusomee ukurasa wa 148. Ndio, hebu tuanzie kabisa kwamba ni ya mwaka gani? The Advent Review and Sabbath Zealand mwaka wa 1856. Ndio, ukurasa 448, paragraph yake 22. Anza mtumishi, isome hiyo aya, maana kuna mambo ambayo Sardi hakuyasahihisha. Hebu soma hapo vizuri. Siri ya kuasi. Ndio. Siri ya kuasi ilianza kufanya kazi katika kanisa katika siku za Paulo. Ndio. Hatimaye ilisonga nje. Ndio. Usahili wa Injili. Ndio. Hatimaye ilisonga nje usahili wa Injili. Ndio. Na kupotosha mafundisho ya Kristo. Ndio. Na kanisa likaenda nyikani. Ndio. Martin Luther. Ndio. Kanisa lilienda nyikani hapa miaka 1260. Na wana matengenezo wengine, Martin Luther na wana matengenezo wengine waliinuka katika nguvu za Mungu. Ndio. Na kwa neno na roho. Ndio. Wakapiga hatua kuu. Ndio. Katika matengenezo. Ndio. Kosa kuu tunaloweza kupata katika matengenezo ya kanisa ni sasa, kosa kuu tunaloweza kulipata katika matengenezo ya kanisa ni wana matengenezo waliacha kufanya matengenezo. Aha, kumbe wana matengenezo waliacha kufanya matengenezo. Una jina la kuwa hai lakini umefanyaje? Umekufa. Wana matengenezo waliacha kufanya matengenezo mpaka nasema kama wangeendelea na kuendelea mpaka wameacha masalio ya mwisho ya upapa nyuma. Kumbe kulikuwa na masalio ya upapa waliokuwa nayo, ndio maana kwamba una jina la kuwa hai lakini umefanyaje? Umekufa. Hayo ni yapi? Masalio ya upapa kama vile kutokufa kwa kawaida. Yaani kwamba mtu akifa anaenda mbinguni, ni uongo wa upapa. Ubatizo wa kunyunyiza. Leo makanisa yanaendelea kunyunyiza huko Sunday. Utatu na kushika Jumapili. Kanisa sasa lingekuwa huru kutokana na makosa yake yasiyo ya kimaandiko. Kwa hiyo maana yake kwamba haya yote ni masalio ya nini? Ya upapa. Kushika Jumapili, Utatu Mtakatifu, lakini habari ya kutokufa kwa roho, habari ya ubatizo wa kunyunyiza, vyote hawa wana matengenezo. Kama wangeendelea kufanya matengenezo ambayo ilikuwa imeanzishwa na wasisi wao, kwa kweli haya makosa wasingeendelea nayo. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo tunaona kwamba Sardi ni kipindi cha mwaka 1798 ilienda hii hadi mwaka 1833 AD. Lakini hapa kwenye Sardi hapa tunaona kwamba kilichotokea kwenye Sardi, baada ya kuwa na jina la kuwa hai lakini umekufa, Mungu aliinua watu. Bwana Yesu asifiwe. Nenda Pambano Kuu sura ya 18 utakuta mjumbe wa Mungu William Miller, si ndivyo? Lakini utakuta mjumbe wa Mungu akina Ellen G. White walitoka kwenye makanisa ya Sardi. Makanisa ya kipindi cha nini? Cha Sardi. Utakutana na Wabaptisti, utakutana na Wamethodisti, utakutana na Walutherani, utakutana na Waanglikani, wamo humu ndani, wa Moraviani wamo humu ndani. Lakini Mungu baada ya haya makanisa sasa kuonekana kwamba yamekataa ujumbe, hasa ujumbe wa malaika yule wa kwanza, maana ilibidi upigwe haraka. Tunaona kwamba ulipopigwa ujumbe huu, yalipoukataa, ndipo yakatangaziwa kabisa kwamba sasa yameanguka. Kwa hiyo kutoka kwenye Sardi Mungu alichomoa wajumbe ambao waliendelea kutangaza sasa ujumbe ambao ulifuatia katika kipindi cha nini? Cha Philadelphia. Hebu tusikilize hapo kwenye Philadelphia. Ni kipindi hiki Philadelphia ina maana ya upendo wa kindugu. Upendo wa kinini wapendwa? Wa kindugu. Maana yake kwamba hiki kipindi Mungu alikikubali. Bwana Yesu asifiwe. Yaani watu wa kipindi aliwakubali kwamba hili ni kanisa lake, kwamba upendo wa kindugu, kama ambavyo alikubali kanisa kipindi cha Efeso. Ni mwaka wa 1833 baada ya Kristo AD hadi mwaka 1844. Hebu nenda kanisa la Philadelphia mtumishi, tunaona kitu gani kwenye Ufunuo sura yake ya 3 pale? Nasema na kwa malaika wa kanisa lililoko Philadelphia. Mstari wa ngapi mtumishi? Wa 7 nenda. Andika. Ndiyo. Haya ndiyo anenayo yeye aliye mtakatifu. Ndiyo. Aliye wa kweli. Ndiyo. Aliye na ufunguo wa Daudi. Ndiyo. Yeye mwenye kufungua wala hapana afungaye. Ndiyo. Naye afunga wala hapana afunguaye. Ndiyo. Najua matendo yako. Ndiyo. Tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako. Sasa kipindi hiki cha Philadelphia tunaambiwa kwamba Mungu aliwapa mlango uliofanyeje? Uliofunguliwa mbele yake. Ndiyo. Nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako. Ndiyo. Tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako. Ndiyo. Ambao hapana awezaye kuufunga. Ndiyo. Kwa kuwa unazo nguvu kidogo. Ndiyo. Nawe umelitunza neno langu. Kwa hiyo Philadelphia walishikilia neno la nani? La Mungu. Kama ambavyo Efeso walishikilia neno la nani? La Mungu. La Mungu. Nawe umelitunza neno langu. Ndiyo. Wala hukulikana jina langu. Amina. Endelea. Tazama nakupa walio wa sinagogi la Shetani. Sasa angalia, kumbe kwenye Philadelphia japo kipindi Mungu amekikubali, lakini kwamba kuna wale wa sinagogi la nani? La Shetani. La Shetani. Kumbe kuna watu walijiunga na watu wa Philadelphia kipindi hiki cha wasisi wetu, watangulizi wetu, kina Ellen G. White walioshikilia neno la Mungu, lakini kuna watu ambao walikuwa hawajafanyeje? Hawajaongoka. Angalia matokeo yake. Endelea. Tazama nakupa walio wa sinagogi la Shetani. Ndiyo. Wasemao kwamba ndiyo ni Wayahudi. Ndiyo. Nao sio. Kwa hiyo maana hapa wazungumzia Wayahudi wa damu au wa kimwili. Wanazungumzia Wayahudi wa kiroho, Waisraeli wa nini? Wa kiroho, kwamba wanasema na sisi ni Waisraeli, kumbe sio nini? Sio Waisraeli, kumbe ni waongo. Endelea mtumishi. Wasemao kwamba ni Wayahudi nao sio. Ndiyo. Bali wasema uongo. Ndiyo. Tazama nitawafanya waje kusujudu mbele ya miguu yako. Kwamba hao watakuja kusujudu mbele ya miguu ya nani? Yako. Ndiyo. Na kujua ya kuwa nimekupenda. Ndiyo. Kwa kuwa umelishika neno langu. Ndiyo. Kwa kuwa umelishika neno la subira yangu. Ndiyo. Mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa. Ndiyo. Ndio tayari kuujilia ulimwengu wote. Sasa angalia, hiyo kwamba nitakulinda utoke kwenye saa ya nini? Ya kuharibiwa. Sasa ukisoma kwenye King James Version inasema utoke kwenye saa ya kujaribiwa. Bwana Yesu asifiwe. Itakaojia ulimwengu wote. Kwa kuna saa ya kujaribiwa. Hapa tunaelezwa habari ya Philadelphia angeipitia. Hebu endelea, ambayo ingeujia ulimwengu wote. Lakini kuna kitu kinaelezewa pale. Ndiyo. Naja upesi. Ndiyo. Shika sana ulicho nacho. Shika sana ulicho nacho. Asije mtu akaitwaa taji yako. Asante sana. Kwa kipindi cha Philadelphia, watu wa Mungu, tunaambiwa kwamba Mungu aliwapa mlango uliofunguliwa. Hapa ndipo kipindi ambacho Yesu aliweza kutoka chumba cha kwanza cha patakatifu kuingia chumba cha pili cha patakatifu. Kwa nini?
Kwa pazia liliondolewa kipindi cha Philadelphia cha mwaka 1840 ngapi? 44. Sasa angalia watu wa Mungu. Hapa ndipo nahitaji nieleze sana, halafu tuje hapa tuone kitu. Maana leo wanasema nyewe mmeanzisha kanisa la ngapi? La 8. Angalia watu wa Mungu. Tunapozungumza Philadelphia, ndilo kanisa la Mungu la siku za mwisho, ambalo Mungu amelipatia mlango uliofunguliwa, wala hakuna ambaye anaweza kufanyaje? Kufunga. Na ndilo kanisa ambalo tunaambiwa kwamba litapitia kipindi ambacho kitakuja cha kujaribu ulimwengu wote. Lakini tunaeleza kwamba katika kipindi hicho wale wa sinagogi la Shetani watakuja kusujudu mbele za watu wa Mungu ambao wameshikilia imani ya nini? Ya Philadelphia. Sasa iko hivyo watu wa Mungu. Kipindi hiki cha Philadelphia, ambao upendano wa kidugu, ambao waliamua kurudi kwenye kanisa la mitume, ambao sasa ni imani ambayo tunapaswa kuishikilia, ni kipindi ambacho kuanzia mwaka 1833 tunamuona kwamba mjumbe wa Mungu William Miller ndipo alipojitokeza wazi kuanza kueleza sababu ya imani yake, hasa unabii wa miaka 2300 au siku 2000 ngapi? 300. Na tunaona kwamba mahesabu aliyokuwa akiyafanya William Miller katika hiki kipindi, ilipofika mwaka 1838 ngapi wapendwa? 1838, mjumbe wa Mungu aliyokuwa akiitwa Josiah Fitch au Josiah Litch, sio Josiah Fitch, Josiah Litch, yeye akafanya ukokotozi wa unabii wa Ufunuo 9 mwaka 1830 ngapi? 38. Sio watu wa Mungu. Na akasema kwamba ile himaya ya Ottoman, himaya au empire ya Ottoman kule Uturuki ingeanguka mwaka 1840. Kwa alifanya hiyo mahesabu miaka miwili kabla. Na ilipofika mwaka 1840 tunaona kwamba Uturuki kweli ilianguka, dola ya Ottoman ilianguka. Na nabii Ellen G. White anatueleza kwamba kuanzia katika kipindi hicho cha mwaka 1840 ujumbe ambao ulianza polepole hapa ukapata nguvu ya ajabu ya kutangazwa. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya ajabu ya kutangazwa. Ndiyo maana kwamba watu wa Mungu, kipindi hiki cha Philadelphia ndipo ambapo jumbe hizi 3 zilisimamishwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndizo hizi jumbe 3 zilisimamishwa. Ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wangapi? Na watatu, zote zilisikika katika kipindi hiki cha Philadelphia. Hebu tuende kitabu hiki cha Pambano Kuu, sura yake ya 18 kidogo hapo. Halafu kuna nukuu pale ya Manuscript Release volume ya 21, mtumishi utaisoma. Halafu tuingie Laodikia. Tunapomalizia, watu wa Mungu, tutakuwa tumepata jambo la pekee sana la kutusaidia kusimama katika imani ya watengenezaji. Imani ya watengenezaji. Pambano Kuu sura ya 18. Pambano Kuu sura ya 18 inayosema mtengenezaji wa Amerika. Hapa watu wa Mungu, katika Pambano Kuu sura ya 18, naenda katika ukurasa wake wa 282 aya yake ya pili. 282 aya yake ya ngapi? Ya pili. Na Kiingereza ni 335 aya yake ya kwanza. Mtumishi, sijui umeshaipata hapo 335 aya yake ya kwanza. Kama huna hicho kitabu unahitaji tusome kwanza Pambano Kuu hapa. 335 aya ya kwanza, Kiingereza 282 aya yake ile ya pili. Inasemaje mtumishi? 335 aya ya kwanza. Ndiyo, inasemaje? Katika muda ule ule uliotajwa Uturuki, katika muda ule ule Josiah Litch alikuwa ametabiri kwamba Uturuki kwamba hiyo dola ingeanguka baada ya miaka miwili, na aliweza kutabiri miaka miwili kabla, mwaka 1838. Lakini sasa anasema kwamba katika mwaka ule ule, endelea mtumishi, katika muda ule ule uliotajwa Uturuki, ndiyo, kupitia mabalozi wake, ndiyo, ilikubali ulinzi wa falme za muungano za Ulaya, ndiyo, na hivyo kujiweka yenyewe chini ya utawala wa taifa la Kikristo, ndiyo. Tukio hilo lilikamilisha utabiri kwa uhakika, ndiyo, wakati ilipojulikana. Ndiyo. Watu wengi waliaminishwa, ndiyo, na usahihi wa kanuni za kutafsiri unabii zilizotumiwa na Miller, ndiyo, na wenzake. Ndiyo.
Na msukumo wa ajabu ulitolewa kwenye harakati za marejeo. Kwamba msukumo wa ajabu ukatolewa kwenye harakati za nini? Za marejeo. Maana yake kwamba baada ya tukio lile kutimia mwaka 1840. Maana yeye alisema kwamba huu ulikuwa ni mwaka 1838. Akasema kwamba miaka miwili mbeleni Uturuki itafanyeje? Itaanguka. Na kweli ilipofika mwaka 1840 Uturuki ikafanyeje? Ikaanguka. Tarehe 11 mwezi wa 8 pale ikaanguka. Tayari wakasema kumbe zile kanuni za kutafsiri unabii zinazotumiwa na William Miller na wenzake kumbe ni za ukweli. Jamani, kumbe miaka 2300 inaenda kuisha mwaka 1840. Sasa tuchangamkeni. Watu wakafanyeje? Wakaamka. Endelea sasa, mtumishi wa Mungu. Wasomi na watu wenye vyeo walijiunga na mila. Sasa hapa kuna wasomi na wenye vyeo wakajiunga na nani? Na mila. Unajua matengenezo yanapoanza wanakuwa wanaona kama ni watu waliopoteza mwelekeo, si ndivyo? Wanaona kama ni dini ya watu ambao yani maisha yalishawashinda. Bwana Yesu asifiwe. Wanaona kama ni imani ya watu ambao maisha yalishafanyeje? Yani hata sasa watu, ila tunamshukuru Mungu, wanatuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Yani wanaona kana kwamba ni imani ya watu ambao kwamba maisha yalishafanyeje? Wameona tu kwamba watengeneze kaumoja fulani ili watiane moyo. Lakini hata kipindi cha kina William Miller watu walikuwa wanaona tu, lakini walipoona mbona huyu ndugu amesema kwamba Ottoman ingeanguka miaka miwili baadaye na akafanya mahesabu ya Ufunuo 9 na unabii umetimia hivyo, hapana, tutafumaniwa. Tutafanyaje? Kumbe kweli miaka 2300 inaenda kuishia mwaka 1840 ngapi? Kwa hiyo tunaambiwa kwamba msukumo wa ajabu sasa kwenye kipindi hiki kuanzia huu mwaka 1840 tunaambiwa kwamba wasomi na wenye vyeo walifanyaje? Walijiunga na mila. Kwa njia zote kuhubiri na kuchapisha mtazamo wake. Wakaanza kuhubiri na kufanya machapisho ya unabii ambao alikuwa akihubiri miaka 2000 ngapi? 300. Endelea. Na kutoka mwaka 1840 kuanzia sasa mwaka 1840 hapa watu wa Mungu hadi 1844. Yaani kuanzia mwaka 1840 hapa hadi mwaka 1844. Kazi ilikuwa imeenea sana. Kazi ilikuwa imefanyaje? Imeenea sana. Kazi ilikuwa imefanyaje wapendwa? Imeenea sana. Sasa Nabii Ellen G. White akielezea kipindi hiki cha mwaka 1840 hadi 1844 anaeleza jambo la pekee sana. Hebu nenda kwenye hiyo manuscript release volume yake 21 ukurasa wake wangapi hapo? Manuscript release volume yake ya 21 ukurasa 437. Ukurasa wa 437 paragraph yake ya kwanza. Soma mtumishi anasemaje Nabii Ellen G. White. Ujumbe wote uliotolewa toka 1840 mpaka 44. Nabii anasema ujumbe wote uliotolewa kuanzia mwaka 1840 hadi 1844 unapaswa kupelekwa kwa nguvu zaidi sasa. Sasa anasema unapaswa sasa upelekwe kwa nguvu katika upelekwe kwa nguvu sasa. Kwa sababu ndio watu wengi wamepoteza hali ya kuzaa matunda. Ndio. Ujumbe unapaswa kwenda ndio kwa makanisa yote. Ndio. Kwa hiyo ukija kuangalia katika kipindi hiki kwa kweli tunaelezwa kwamba jumbe hizi tatu zilisimamishwa. Ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wangapi? Na watatu. Maana ujumbe wa malaika wa tatu uliingia katika historia tarehe 22. Tarehe 22 mwezi wa ngapi? Wa 10 mwaka 1840 ngapi wapendwa? 44. Ujumbe wa malaika yule wa tatu kaingia kwenye nini? Kwenye historia. Lakini ujumbe wa malaika wa kwanza kwenye historia uliingia mwaka 1833 ndipo ukawaka moto. Lakini ujumbe wa malaika wa pili uliingia kwenye historia mwaka 1840 hiyo wakati wa kiangazi. Wakati wa nini wapendwa? Wa kiangazi. Lakini inapofika mwezi wa 10 tunaona kwamba ujumbe wa malaika yule wa tatu unaingia nao kwenye historia. Watu wa Mungu wanatambua ya kwamba Yesu ameingia chumba cha pili cha patakatifu banini. Wakarudi katika kushikilia amri 10 za Mungu na imani ya nani? Ya Yesu. Wakatambua kwamba kumbe amri za Mungu zipo na sabato ipo. Bwana Yesu asifiwe. Wakaanza kutunza sabato ya siku ya saba ya nini? Wakatoka kuwa Waadventista wa Jumapili kuja kwenye Waadventista wa siku ya nini? Ya sabato, kwa sababu waliamua kabisa watu wa Mungu, hawa watu wa Mungu kujitenga na mafundisho yote ya mapapa. Tumeambiwa kwamba kulikuwa na utatu, ibada ya Jumapili, ubatizo wa kunyunyiza, si ndivyo? Kutokufa kwa nini? Kwa hiyo maana hayo sio mafundisho ya Waadventista wa sabato. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa lazima tuelewe kwamba kumbe misingi au mizizi yetu ilijengwa hapa Philadelphia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa baada ya kipindi kupita, tunaambiwa kwamba kikaingia kipindi cha 7 cha nini? Laodikia. Sasa watu wa Mungu hapa ndipo kwenye matatizo. Laodikia hapa ni kipindi ambacho kwa kweli kwanza tunaelezwa kwamba Laodikia maana yake kwamba watu waliohukumiwa. Lakini ni kipindi ambacho kina uvuguvugu, hakina mwelekeo. Hakina nini? Yaani maana yake kwamba hakina upande. Ila hapa imani ya watu wa Mungu iko hapo kwenye nini? Philadelphia. Sasa Laodikia, sasa watoto wa Mungu ambao wana imani ya Philadelphia wameingia mpaka wamepita kipindi cha nini? Wameingia kipindi cha Laodikia. Wanapoingia kipindi cha Laodikia, Mungu hapendezwi na hiki kipindi, anapendezwa na kipindi cha nini? Cha Philadelphia. Sasa kwenye Laodikia hapa, Mungu kwa sababu ana malaika, ana wajumbe, lazima aendelee kutuma ujumbe, kwa sababu hali hii ya Laodikia watu hawataenda mbinguni wakiwa na hali ya nini? Ya Laodikia. Ndiyo maana kanisa la Mungu haliwezi likabaki na Laodikia au sio Laodikia. Ila kipindi cha Laodikia tunaona kwamba sasa kilikumba kanisa la Philadelphia. Watu wa Mungu sasa wanaitwa warudi, wakubali shauri la shahidi mwaminifu, wakumbuke wapi ambapo walikuwa wamesimama awali, maana walilishika neno la nani? La Mungu. Sasa soma mstari unaofuata kwa kanisa la nini lile la Laodikia, tuone kipindi. Sasa Laodikia kipindi hiki kinaanza mwaka 1844 hadi kurudi kwa Yesu. Hadi kurudi kwa nani wapendwa? Yes. Hadi kurudi kwa Yesu. Lakini kipindi hiki Mungu hapendezwi nacho kwamba ndilo kanisa lake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa soma hapo mtumishi wa Mungu, sasa hapo soma. Maana katika Laodikia Yesu yuko nje. Yesu yuko wapi wapendwa? Nje. Yuko nje ya Laodikia. Yesu yuko ndani ya nini? Ya Laodikia. Soma hapo msomaji sasa hapo. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika. Ndio. Haya ndiyo ninayo yeye aliye Amina. Ndio. Shahidi aliye mwaminifu na wa kweli. Ndio. Mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Ndio. Yajua matendo yako. Ndio. Ya kuwa hu baridi wala hu moto. Laodikia hu baridi hu nini? Hu moto. Endelea. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Ndio. Basi kwa sababu una vuguvugu. Ndio. Wala hu baridi wala moto. Ndio. Nitakutapika. Kwa Laodikia tafanyeje? Atatapika. Laodikia tafanyeje? Atatapika. Laodikia itatapikwa. Leo watu wanajitia moyo, sisi bwana ni Laodikia. Yaani Laodikia alichoelezwa kama mabadiliko yatafanyika, atafanyeje? Atatapika. Kwa maana yake kwamba Laodikia inabidi arudi, akubali shauri la shahidi mwaminifu, arudi wapi? Philadelphia. Endelea kwamba asipokubali atafanyeje? Atatapikwa. Sasa endelea katika kinywa changu. Ndio. Nasema ndio. Kwa kuwa wasema ndio mimi ni tajiri, ndio nimejitajirisha, ndio wala sina haja na kitu, ndio. Nawe hujui ya kuwa wewe mnyonge, ndio, na mwenye mashaka, ndio, na maskini, ndio, na kipofu, ndio, na uchi, ndio. Nakupa shauri, ndio, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto. Hilo ni kwamba dhahabu iliyosafishwa kwa nini? Kwa moto, yani imani safi. Hapo tunapewa kwamba ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa nini? Kwa moto, ile imani safi iliyojengwa kwenye neno la Mungu, ndio upate kuwa tajiri, na mavazi meupe, upate kuvaa. Mavazi meupe ni matendo ya haki ya watakatifu, Ufunuo 19 mstari wa 7 na wa 8. Kwa maana yake kwamba Laodikia hali hiyo, maana yake kwamba mavazi meupe yamekosekana. Endelea mtumishi wa Mungu. Na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane. Ndio. Na dawa ya macho ya kupaka, ndio, macho yako upate kuona. Unajua neno la Mungu, watu wa Mungu, ni dawa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani inatufungua nini? Macho. Tunaweza kuona. Kwa dawa ya macho Laodikia ameikosa. Endelea. Wote ni wapendao mimi, ndio, ninawakemea, ndio, na kuwarudi. Ndio. Basi uwe na bidii ukatubu. Ndio. Tazama nasimama mlangoni na bisha. Ndio. Mtu akisikia sauti yangu, ndio, na kufungua mlango, ndio, nitaingia kwake, ndio, nami nitakula pamoja naye, ndio, na yeye pamoja nami. Ndio. Yeye ashindaye, ndio, nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi. Ndio. Kwa hiyo ukija kuangalia sasa, Laodikia anaambiwa kwamba afanye bidii akatubu.
Maana anapoambiwa atubu, arudi kwenye imani ya nini? Philadelphia hapa. Kwa hiyo maana yake kwamba wana matengenezo tunawakuta hapa. Kwa lazima hapa matengenezo yafanyike wapendwa, yafanyike hapa. Na matengenezo yanapofanyika hapa lazima patokee matengano. Lazima yafanyike nini wapendwa? Matengano, kwa sababu nabii Ellen G. White anasema kwenye kitabu hiki cha Matukio sura 2 yake hii ya 4, sura ya 4 hapa, sura ya 4 kuna kitu watu wa Mungu ni kinukuu tunapomalizia sura ya 4. Nabii wa Mungu anasema katika ukurasa wake, mimi hapa ni ukurasa wake wa 40, Kiingereza ni 49 aya ya kwanza. Ni katika kichwa kidogo kinasema kipindi cha udhaifu wa upofu wa kiroho, vile vichwa vidogo vidogo. Sasa katika hii aya, kama umeshafika mtumishi hapa, au nikupatie usome hapa juu ya Laodikia. Maana yake kwamba Yesu yuko nje, amesimama tu mlangoni, ila wale wanaomkaribisha wanafanya matengenezo, wanarudi kwenye imani ya kweli, misingi ilipowekwa ya Waadventista wa Sabato. Maana tunaona kwamba walijitenga na mafundisho yote ya kipapa na kipagani, walijitenga. Tumetajiwa utatu, baada ya Jumapili, ubatizo kunyunyiza, lakini pia tumeambiwa kwamba habari ya kutokufa kwa roho, yale yote ni upagani. Laodikia yeye ameshindwa kufanya msimamo, ameyachanganya, ameyamix ukweli na uongo. Ndiyo maana hapa kuna uvuguvugu, lakini matokeo yake ni kutapika. Sasa hebu soma hapo Laodikia anasemaje, nabii wa Mungu anasemaje? Kanisa liko katika hali ya Laodikia. Kwamba kanisa liko katika hali ya Laodikia. Uwepo wa Mungu haumo katikati yake. Tusikie watu wa Mungu. Laodikia, uwepo wa Mungu haumo katikati yake. Maana tunaona kwamba Yesu amesimama mlangoni, amefungiwa nje. Maana yake kwamba Yesu ndiye anayetakiwa kukaa ndani yetu, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa nini Yesu amefungiwa nje na anabisha yuko nje, na Yesu huwa anabembeleza? Sasa mle ndani wamefungia nini? Maana leo wenzetu kiwauliza, wanakuambia kwamba kinachopaswa kukaa ndani yao ni Mungu Roho, si ndivyo? Yaani sio nani? Sio Kristo. Sio Kristo akae ndani yao, ila Mungu Roho akae ndani. Sasa Yesu anabisha mlangoni kwamba wafanye toba, wafukuze hiyo miungu mingine, wamkaribishe yeye, warudi kwenye imani ya kweli iliyojengwa ikiwa safi, kama ambavyo imani ya mitume ilivyokuwa safi. Kwa hiyo watu wa Mungu, leo watu wanasema nyie mmeanzisha kanisa la nane, hawajui. Sisi tumekubali shauri la shahidi mwaminifu, tukakubali kufanya toba na kurudi kwenye imani ya kweli, imani safi. Bwana Yesu asifiwe. Kipindi cha Philadelphia. Kwa hiyo basi tunaona kwamba wale ambao wa sinagogi la shetani, hao sasa ambao wanadumu katika kipindi cha Laodikia, tunaambiwa kwamba kuna saa wanakuja kupiga magoti mbele zetu. Kipindi cha mapigo 7. Nabii anasema ya kwamba watakuja kutupigia magoti. Maana wataona kwamba mbona hawa tuliokuwa tukiwashutumu, mbona tunaona kama wanapita tu? Mbona hatuoni dhana lolote juu yao? Mbona sisi ndio tunaumia na wengine tunaona wenzetu wanakufa, lakini hawa hawaonjwi, hawagusu na mapigo haya? Watakuja kupiga magoti mbele zetu, hata kutuambia jamani, tuambieni jamani hata neno moja tupone. Neno hili tupone. Maana rehema kwao itakuwa imefanyaje sasa? Imefungwa. Kwa hiyo watu leo tunawaita sasa watoke katika Laodikia. Maana Laodikia kwa kukataa shauri la shahidi mwaminifu, tunaona kwamba anarudi kuungana na watu wa Sardi. Na watu wa nini? Sardi, ambao walikuwa na jina la kuwa hai, lakini wamefanyaje? Wamekufa. Sasa ni nukuu moja, alafu nawakaribisha watu wa Mungu. Kitabu hiki cha maandiko ya awali, Jukwaa Lililo Imara. Jukwaa Lililo Imara, sura ya 62. Jukwaa Lililo Imara, hapana. Sura ya 65 inayosema pepeto. Unajua leo watu wa Mungu ambao tunajitenga na Laodikia wanasema kwamba sisi tumefanyaje?
wanasema tumepepetwa. Unajua hata wale ambao walijitenga na kanisa Katoliki hapa kipindi cha Pergamo, kanisa Katoliki linawaita nini? Waasi. Si ukiangalia kina Martin Luther wanaambia kwamba hawa walikuwa ni waasi. Unaona? Hawa walikuwa nini? Kuna leo wale ambao wanajitenga na Laodikia kurudi kwenye Philadelphia tunaitwa nini? Sasa hawajaelewa hapa kuna kitu kinaitwa pepeto. Kuna pepeto ambalo linatokea la watu kujitenga na uasi. Na uasi kipindi hiki cha Laodikia. Kitabu hiki cha maandiko ya awali sura yake ya 65 inayosema pepeto, ukurasa wake wa 278 Kiswahili na 270 aya ya pili Kiingereza. Niliuliza, kuna kitu hapo nabii hapa anasema niliuliza. Sasa sikiliza watu wa Mungu. Leo watu wa Mungu tunaporudi hapa lazima matengano yatokee. Lazima matengano yatokee. Nabii sasa mpaka ilibidi aulize. Hebu soma hapo mtu wa Mungu. Niliuliza. Aya ya kwanza kabisa hapo. Niliuliza maana ya pepeto nilikokuona. Sasa nabii Ellen G. White kadiri alivyoona kwamba wajumbe wa Mungu wanajitenga na Laodikia kurudi, maana Laodikia uwepo wa Mungu huko katikati yake. Sasa alipokuwa akiona wajumbe wa Mungu wanajitenga na Laodikia kurudi katika mapito ya zamani, akauliza maana ya hili pepeto linamaanisha nini? Endelea mtu wa Mungu. Niliuliza maana ya pepeto nilikokuona. Ndio. Nikaonyeshwa kuwa ndio utasababishwa na ushuhuda yakinifu ndio ulioletwa na shahidi mwaminifu kwa Laodikia. Kwamba kumbe huo mpepeto utasababishwa na ushuhuda yakinifu ulioletwa na shahidi mwaminifu kwa nani? Kwa Laodikia. Ushahidi na ushuhuda yakinifu ulioletwa na shahidi mwaminifu kwa Laodikia. Maana Laodikia anaambiwa kwamba atubu, arudi kwenye mapito ya nini? Ya zamani. Sasa wajumbe wa Mungu wanapoleta huu ujumbe kwa nani? Kwa Laodikia, kunatokea mgongano. Hebu endelea mtumishi wa Mungu hapo. Ushuhuda huu utakuwa na mvuto ndio kwa moyo wa mpokeaji. Maana Laodikia bado kuna watu wa Mungu. Mungu anao watoto waaminifu kwa Adventista wa jina katika makanisa yaliyo, kwamba ujumbe huu utakuwa na mvuto kwa mpokeaji, maana kuna watu wataupokea na utamuongoza kuinua kiwango chake cha kutangaza ukweli. Maana lazima arudi wapi? Philadelphia. Endelea. Ukweli, kutangaza ukweli kwa uwazi bila kupindisha. Lazima utangaze ukweli bila kufanyaje wapendwa? Kupindisha. Endelea. Wengine hawatakuwa tayari kusambaza ushuhuda huu ulio wazi. Hawa wa Laodikia hawatakuwa tayari kusambaza ushuhuda huu. Kwa nini? Kwa wazi. Watainuka kupinga. Watainuka kufanyeje? Kupinga. Watainuka kufanyeje? Kupinga. Na jambo hili ndilo litakalo sababisha mpepeto miongoni mwa watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumeipata hiyo watu wa Mungu. Sura ya 65 wa 278 Kiswahili, si ndivyo? Na Kiswahili 270 aya ya pili. Kwa jambo hilo watu wa Mungu ndilo ambalo litasababisha mpepeto miongoni mwa watu wa nani? Kwa wanaopepeto ni watu wa nani? Kwa wale ambao wanaukubali ujumbe, kwa kweli tunaambiwa kwamba hawa ndio wanajitenga na Laodikia. Maana wanarudi mapito ya nini? Laodikia anaendelea na maisha yake kwa sababu yeye anasema mimi ni tajiri, nimetajirika. Si ndivyo? Mimi sio maskini, lakini Mungu anapoangalia ni uchi, ni maskini lakini ni kipofu. Kwa hiyo maana yake kwamba watu wa Mungu leo, watu au washiriki chini ya mfumo wa General Conference wanatiwa moyo kuwa Laodikia. Wanatiwa moyo kuwa nani? Lakini Laodikia uwepo wa Mungu wako katikati. Watu wa Mungu wanaitwa kwamba kuna watu ambao sasa kadri ujumbe unavyoendelea, wapo ambao wanaupokea. Kama ambavyo mimi na wewe tumesikia ujumbe wa kweli wa kuturudisha katika misingi au katika imani ya Waadventista wa Sabato wa awali, tumekubali na tumerudi. Leo eti tunaitwa kwamba ndio tumefanyaje? Tumepepetwa. Unajua kuna pepeto ambalo kwamba watu wa Mungu wanajitenga, yani kwamba waasi wanatenganishwa na waovu, yani kwamba waasi wanatenganishwa kutoka kwenye, yani kwamba yani pepeto ambalo tunaona kwamba wacha Mungu au walio safi wanatengwa kutoka kwa waasi. Wanatengwa kutoka kwa waasi. Kuna kitu hapa nilitamani nikinukuu. Kiko wapi hapa? Kiko wapi hapa? Maana kuna mahali nabii anasema hivi, watu wake hawawezi wakaendelea kukaa kwa wachafu, wasije wakachafuliwa.
Na kinachowafanya wawe wachafu ni nini watu wa Mungu? Sio mavazi, sio watu wa Mungu. Lakini kinachowafanya watu wachafuke ni mafundisho. Kwa hiyo maana kwamba lazima Mungu atoe watu wake waje katika ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbuka kwamba watu wa Mungu tunapokuja katika Philadelphia, kumbuka tunapokuja katika Philadelphia tunaambiwa kwamba huko mbele kuna kipindi ambacho ni kigumu cha kuwajaribu wote wakao juu ya nchi. Lakini Philadelphia amepewa ahadi kwamba akiwa mwaminifu kwamba Mungu atamlinda. Atafanyeje? Kwa kipindi hicho tunaona kwamba mbele yetu watu wa Mungu kuna kitu kinaitwa sheria ya ulazimishwaji wa ibada ya Jumapili. Hapo sasa ndipo tunaambiwa kwamba wale ambao hawajatakaswa katika Sayuni, hawajatakaswa kwenye nini? Hawajatakaswa katika Sayuni watatoka. Watafanyeje? Na wanapotoka hapo atuzungumzia kwamba wanatoka au wanaingia watu wakae kwenye mabenchi. Hapana. Wanatoka wanaingia wajumbe kuendeleza huo ujumbe, kuutangaza, ambao wale ambao waliuamini wameuacha. Wamefanyeje? Kwa hiyo watu wa Mungu tunapokuwa katika Philadelphia hapa bado kuna kazi ya kuendelea na matengenezo. Maana tunaambiwa kwamba Sardi, tunaambiwa kwamba wana matengenezo waliacha kufanya nini? Kwa kumbe na sisi tusilizike watu wa Mungu tukaacha kufanya nini? Kwa matengenezo ni mtindo wa maisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni kila siku kujihoji kwamba je, katika hatua hii niko sawa mbele za Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Maana kama siko sawa natengeneza, Mungu anatumia wanadamu wenzetu, anatumia washiriki wenzetu kupeana mashauri. Masomo haya yanapoendelea kupeana mashauri ili ya kwamba tuendelee kutengeneza hatua. Kwa nini wapendwa? Kwa hatua, tena tukiwa serious. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa serious. Kwa hiyo watu wa Mungu tunaona kwamba kanisa la Mungu liko hapa Philadelphia. Mungu anaita watu wake warudi kwenye nini? Kwenye ujumbe, kwenye imani ya kweli. Kwa mizizi ya Waadventista utaikuta hapa katika kipindi cha Philadelphia, ambacho nabii Ellen G. White anasema kwamba ujumbe sasa uliotangazwa kipindi hiki unapaswa urudiwe. Unapaswa fanyeje? Urudiwe. Jumbe malaika wa kwanza, wa pili na wangapi? Na watatu. Jumbe hizi zipeleke kwa nguvu. Basi watu wa Mungu, mimi niwakaribishe kama kuna mtu mwenye neno la kuweza kuchangia au kuongezea, lakini pia kuuliza tunapoenda kuhitimisha kipindi hiki. Karibuni watu wa Mungu kwa mwenye neno, unaweza kunyanyua tu mkono. Kuna mwenye swali, mtumishi John Tipe, karibu. Swali kidogo tu hapo kwamba hiyo Laodikia tumeona imeanza mwaka 1844 inaisha lini? Kipindi hiki cha Laodikia, yani hiki kitaendelea mpaka Yesu anafanyeje? Yani mpaka Yesu anarudi. Yani kwamba kutakuwa na watu ambao kwamba wana ule Ukristo wa nini? Wa kujivuna. Yani Ukristo wa jina. Sina Ukristo wa nini? Ndio maana tunaambiwa kwamba Mungu sasa kwamba kuna makundi yanaitwa Waadventista wa jina na makanisa yaliyoanguka. Wanapoungana, ukisoma katika kitabu kile cha Isaya 4, ndipo sasa unakutana na wanawake wangapi? 7. Sivyo? Ambao wanamshika mume mmoja. Wanasema sisi tutakula chakula chako, tutakula chakula chetu, nguo zetu tutajitafutia, lakini tuite tu kwa jina lako. Yani maana yake kwamba hawa kwa kweli wamejifanya tu kana kwamba wao ni Wakristo, lakini sio. Lakini katika hicho kipindi cha Laodikia, Mungu anao watoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana yake kwamba kanisa la Mungu linaishi kwenye kipindi cha Laodikia, lakini likiwa haiko Laodikia. Yani tunaishi kipindi cha Laodikia, lakini tukiwa hatuko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kama ambavyo watumishi wa Mungu hapa waliishi katika kipindi cha Pergamo, lakini hawakuwa wapi? Pergamo. Maana hapa kulitokea matengano mpaka kuja hapa kwenye Thiatira. Kwa hiyo kule Ukatoliki uliendelea na watu wa Mungu wanafanyeje? Wanaendelea na kazi ya Mungu katika kipindi hicho. Kwa hiyo ukija kuangalia kipindi hiki kinaendelea mpaka Yesu anapofanyeje? Anaporudi. Lakini kipindi hiki huku Laodikia huku bado kuna watu wanapaswa kuendelea kuhubiriwa. Bwana Yesu asifiwe. Wanapaswa kuendelea kufanyaje wapendwa?
kuhubiriwa, ambao watausikia ujumbe na wao watainuka kutangaza. Lakini katika Laodikia kuna wengine wataendelea kuinuka kupinga nini? Ujumbe. Kwa hiyo maana yake kwamba katika kipindi hicho lazima tunaona kwamba na pambano, watu wa Mungu, iko hivi. Pambano liko kati ya Waadventista wa jina na Waadventista halali wa imani. Kuna kitabu kinaitwa Maranatha. Sisi tunacho hapa sehemu ya pili. Sio sehemu ya ngapi mtumishi? Ya pili. Ya pili inasema hivi, ndugu zetu wa zamani ndio watakuwa watesaji wabaya. Tushaje kuisoma hiyo sura? Inasema ndugu wa zamani watakuwa watesaji wabaya, ambao wana hicho kitabu utaenda kusoma hapa. Ngoja nikupe kwenye hii Maranatha ya Kiingereza. Maranatha ya Kiingereza hapa. Kwenye Maranatha ya Kiingereza hapa Juni hapa basi hebu ngoja, lakini kwenye Juni hapo kuna kitu nabii anasema kwamba ndugu wa zamani watakuwa watesaji wabaya, watakuwa watesaji wabaya. Kwa hiyo ukija kuangalia, ndugu wa zamani watakuwa watesaji wabaya. Watakuwa watesaji wabaya kwa namna gani? Nabii Ellen G. White katika vitabu vingine anaendelea kueleza kwamba maana hao ndio watakaoenda kutushtaki kwa Wakatoliki. Mnaona sasa watu wa Mungu? Kwa maana yake kwamba adui wetu wabaya zaidi ni hao ndugu zetu wa nini? Wa zamani. Maana hao ndio wanaielewa hii imani tulionayo, hasa viongozi wao. Maana anasema kwamba hao ndio watakaoenda kutushtaki kwa nani? Kwa Wakatoliki. Kwa hiyo maana yake watu wa Mungu, tunapofanya hii kazi, jueni kabisa kwamba kwamba adui mkubwa ambaye anamsaidia Mkatoliki afanikishe mambo yake ni nominal SDA. Maana ndio wanaujua ukweli wote, kama ambavyo Wayahudi walivyowasaidia Warumi kuwapatia siri za Yesu, kwamba huyu mtamkamataje, mtafanyaje, maana walijua siri zote. Kwa hiyo watu wa Mungu, tutambue tu ya kwamba pambano lipo na linaendelea, lakini tunaitwa kusimama katika imani. Bwana Yesu asifiwe. Tunaitwa kusimama katika imani. Kuna ndugu mwingine na jambo, watu wa Mungu, tunapomalizia. Mtumishi Yusufu, karibu. Bwana asifiwe. Amina. Mimi niseme kwamba haya mafundisho ni dhahiri kwamba mtu ambaye alipita kule nominal anaweza kuona tofauti mwishoni unaonekana namna uwasilishaji wa somo, kwamba kumbe hawa wenzetu wa nominal kubadilisha ukweli ni kama walijiandaa kwa muda mrefu, kwa sababu ukimuuliza babu wa mwaka 93 habari ya ujumbe huu akiufundisha anatiririka vizuri, lakini anapofika kwenye kanisa la Laodikia ndipo anapochanganya mafaili. Anasema kwamba Laodikia ni kipindi cha kanisa ndani ya kanisa, kwamba ni mtu kuwa vuguvugu, leo anatenda dhambi, leo anakuwa mwaminifu, anakuwa na hiki, anakuwa na hiki. Kwa hiyo anakuambia usishangie watu wanasuka kanisani. Kwa nini? Tu wakati wa nini? Wa Laodikia. Kwa hiyo ni kwamba kanisa lilibadilisha mfumo wa fundisho tangu mwanzoni, kwamba kama watu wangelijua Laodikia ni kanisa kuwa na mafundisho ya Katoliki ndani ya kanisa, ilijua kama watu wa Mungu wangejua ukweli. Ndio maana kwenye Laodikia wakabadilisha, wakasema kwamba ni uvuguvugu ndani ya mtu na si kanisa. Kwa hiyo huu ujumbe laiti kama watu wa Mungu Waadventista washiriki wangeupata kuanzia hapa, wangejua ukweli. Na kwamba mimi nashindwa kuelewa kwamba kwa nini wamejitahidi kufikia vitabu. Kwa sababu gani? Ukifuatilia vizuri, kuna baadhi ya vitabu viko vingi vya Ellen G. White, lakini havijafundishwa na wala havijapachapwa wala havipo, lakini vipo vimefichwa. Mimi kuna swali moja niliwahi kumuuliza mhubiri mmoja wa Kenya kwamba kwa nini vitabu vingi sana havipo kwa Kiswahili, vipo kwa Kiingereza? Na mara nyingi tukiwauliza wainjilisti, hivyo vitabu wanasema havijatoka, mara mashine imeharibika,
kuna siku mimi nilituma oda ya kitabu kule Morogoro, wakaniambia yaani mashine zina miezi mitatu zimeharibika, kwa hiyo vitabu hivyo havipo. Lakini kufuatilia vizuri, kumbe ni kwamba wanajaribu kuficha ukweli. Sasa nimegundua kwamba kuna siri nyingi ambazo laiti kama wangezifunua zinaelezea SDA jinsi ambavyo imeasi, lakini kwa sababu wamemficha, ndio maana tunapata kwa juu. Lakini Mungu ni mwaminifu, kwa kuwa ametufunulia hata ambacho tumejificha amekeka wazi na mtu apate kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. 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 Basi mtumishi ubarikiwe. Kuna mtumishi mwingine ana neno, watu wa Mungu, tunapomalizia sasa Ramadhani. Basi baadaye mtumishi Baziganya tunapoenda kuhitimisha. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hii sio swali, ni ushauri. Naona hilo somo ni zuri sana sana sana, na watu kulielewa ni wachache sana. Hata mimi tangu niamini nilikuwa najua kanisa la mwisho ni nini, ni Laodikia. Ndio watu wa Mungu watafanyaje, wako humo. Lakini sasa nimekuta kuna nini utofauti sana. Hivi kwa mahubiri tunaenda kuhubiri mitaani, kwa siku muda mkasimama mkalihubiri ili watu waelewe, wanaoongoka waongoke, wanaekataa wakatae. Ni sawa kabisa. Amina. Ubarikiwe mtumishi wa Mungu. Na huo ndio ukweli. Lazima hizi kweli zipelekwe. Huu ujumbe uhubiriwe. Uko sawa kabisa mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi nimeona fundisho lingine ambalo linatakiwa kudumishwa kama ushauri kutoka kwangu. Ni vitabu vya Ellen G. White vichapwe kama vilivyo kule. Yaani vitafasiriwe kije kama kilivyo. Kwa mfano, mimi naweza nikasema vingine wanatengeneza ni viraka. Yaani historia ilitakiwa iende mitiririka, iende hivi kama maandiko ya awali yanavyokuwa. Alafu nashangaa wanachukua sehemu ndogo na miaka ni tofauti wanaweka huku. Ili la huku linawekwa huku. Kwa hiyo nilikuwa naombi kwamba angalau lifanywe kazi hilo swala la vitabu vya Ellen G. White kufanywaje kutofasiriwa kama vilivyo. Pia kabisa mtu aende vizuri, anatiririka, aelewe kwamba huu ujumbe ni wa mwaka gani na tumefikia sehemu fulani akasema hivi, kuliko kuficha. Hii italeta shida na tutachelewesha kazi ya Mungu. Amina. Nadhani kwa kweli watu wa Mungu atusaidie sana na atutie nguvu. Kwa kweli atutie nguvu sana. Na hili jambo la uchapishaji ukiangalia sasa hivi, kwa kweli kasi iliyopo sasa hivi niseme tu kwamba inaongezeka. Vitabu vingi hata kule nominal huwezi ukakipata, vipo. Ila wana matengenezo sasa hivi, mwamko ni mkubwa, lakini tayari tunaona kwamba bidii zinazoendelea sasa hivi ni za kuweza kutengeneza sasa utaratibu wa usimamizi. Kwa mfano, lazima tuwe na uchapishaji ambao ambao tayari kuna watu ambao walikuwa wameshajitoa tu kwa mali zao, wanaanza kuchapa, wananunua mashine, lakini tunataka kufanya kitu kikubwa ambacho mkisema mtumishi Baziganya tukiombee tu, kwa kweli kinawezekana. Na vitabu vingi sana sasa hivi vya roho ya unabii vimeshachapishwa. Kwa na sisi tutajitahidi tu kufanya ile miunganiko namna ambavyo vinapaswa kupatikana. Kwa mfano, kuna hizi shuhuda. Upo mkakati ambao tu kanisa tuimarishe hizi gombo zote 9 zipo kwa Kiswahili. Kwa hiyo tutapaswa kufanya jitihada tuwe nazo hapa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua juzi nilikuwa nasoma kitabu kimoja pia kinaitwa mashauri juu ya wachungaji na naitwa Testimony to Ministers and the Gospel Workers, kwamba ushauri au shuhuda kwa watendakazi wa injili na wachungaji. Hicho kitabu kwa kweli nikakutana mambo kwa kweli mpaka nikasema Mungu atusaidie watu wa Mungu. Tutajitahidi hivyo vitabu kabisa, hard copy zake tuwe nazo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ambacho nilihitaji tu kwamba watu wa Mungu tunapoenda kuomba, nilikuwa nimewatajia kitabu kinaitwa Maranatha, ni Julai 7. Tutakitafuta ni sehemu ya pili, wale ambao wana sehemu ya kwanza na ya pili. Sema tu sehemu ya pili sijaja nayo hapa, na sehemu ya kwanza. Ila sehemu ya pili ipo, ni Julai 7, inasema ndugu wa zamani watesaji wabaya sana. Ndugu wa zamani watesaji wabaya sana. Maana hapa anasema hivi, dhoruba inapokaribia, kundi kubwa la watu ambao wamekiri imani katika ujumbe wa malaika watatu. Maana Laodikia hapa kwamba anakiri kama kwamba amepokea sabato, sivyo? Kwamba amekiri ujumbe wa malaika ile wangapi? Watatu. Lakini hawajatakaswa na kwa kutii ukweli. Wataacha nafasi yao
na kujiunga na safu ya upinzani. Unaona, wataacha safu yao na kujiunga na safu ya nini? Kwa kuungana na ulimwengu. Kwa kuungana na nini? Na ulimwengu, na kushiriki roho yake, yani ya ulimwengu. Wamekuja kuona mambo kwa nuru ile ile, yani kama ambavyo walimwengu wanaona. Na wakati jaribio linapoletwa, wako tayari kuchagua upande rahisi na maarufu. Upande rahisi na nini? Yani leo hata kama mkiingia majadiliano ya imani, automatically tutajikuta mtu wa nomi na umeungana na Jumapili. Yani wataingia wao, yani kwamba atasimama upande wake ili wakushambulie wewe ambao umesimama kwenye nini? Kwenye ukweli. Kwa hiyo watu wa Mungu, kimsingi tu kwamba hawa ndugu, na ukisoma hii aya yote inazungumza mpaka tutakapokuwa kwenye mabaraza ya kidunia, kwamba tunapopelekwa katika mashtaka, wale ambao watatusemea vibaya ni hawa. Na hayo tumeendelea kuyashuhudia chini watu wa Mungu, lakini tunakoelekea ndiko hali itaendelea kuwa mbaya. Lakini sisi watu wa Mungu, nini basi tufanye? Kwa mfano ukiangalia Simiri, na watu wa Mungu walisimama na neno, walikubali mateso, japo kipindi kilikuwa ni kigumu, lakini kwa sababu walikuwa wametiwa nguvu, Mungu aliwabidisha wakasimama na imani ya kweli. Nasi katika kipindi hiki watu wa Mungu tunahitaji kutiwa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji kutiwa nguvu, ndio maana tunapaswa kuwa wasomaji wa neno na watu wa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Na kukipeleka hiki ambacho Mungu ametujalia na kutupatia kwa kuturudisha katika mapito ya zamani. Basi Mungu atubariki na tutie nguvu watu wa Mungu katika jina la Kristo aliye mwokozi wa maisha yetu. Amina. Basi tunapoenda kuomba watu wa Mungu, tutaomba sasa na watumishi wa Mungu wawili, mtumishi Anthony lakini pia na mtumishi wa Mungu Innocent Baziganya. Basi watumishi mnaweza mkapita hapa mbele. Mtapita hapa mbele, lakini pia kanisa wote sasa tutaungana katika maombi haya, lakini pia tukiombea kazi hii ya Mungu na kuombea shughuli zetu za maisha. Tunaingia katika siku 6 za kazi. Mungu wetu ataendelea kutubariki. Basi watumishi, karibuni sana watu wa Mungu. Mtumishi John Tipo na neno, karibu. Amina. Wanapita kidogo hapa mbele niweze kukumbushia jambo moja. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa ajili ya makambi yanayoanza tarehe 19 hadi tarehe 25 mwezi wa 7 tumetoa ahadi zetu. Kwa hiyo pia watumishi hawa watakapoomba, sisi wengine tuombe kimya kimya. Ahadi zile ambazo tumeziahidi, Mungu atusaidie tunapopambana na siku 6 za kazi. Hata kama tutafikia lengo lile ambalo tumeahidi, angalau tuweze kupunguza. Asante sana. Amina. Labda tu tunapoomba sambamba na hilo, kwa familia ambazo labda hawakuwepo ndugu zetu wakati huo na hawajasema kwamba labda wao katika kambi hilo wao watawezesha kwa namna gani, maana hiyo tumeiacha familia zikae waweze kujadili kwamba jamani, sisi tutawezesha kwa kiasi fulani kufanikisha haya makambi. Basi pia mtawasiliana na mtumishi John Tipe. Bwana Yesu asifiwe. Mtamueleza kabisa kwamba labda sisi tutawezesha kiasi fulani katika hayo makambi. Kwa hiyo kama ni chakula, kama ni pesa, ni vizuri, maana hicho chakula kinabadilishwa tu na chenyewe kuwa pesa kama kimezidi kila ambacho kimeahidiwa. Bwana Yesu asifiwe. Basi watu wa Mungu pia kama alivyosema mjumbe, tutaombea hiyo huduma. Basi karibuni kwa maiki hapo watu wa Mungu, na kanisa wote tuungane kwa ajili ya maombi. Sasa karibuni tupige magoti mbele za Mungu. Tuombe. Mungu mtakatifu, Mungu uliyeumba mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji, Mungu uliye mkuu wa kila kitu kilichoko duniani na kilichoko mbinguni, tumepiga magoti mbele zako tukisema ni asante kwa kuweza kuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi cha Sabato, na sasa tunaifunga Sabato takatifu yako kama ulivyotuamuru kwa kila mwanadamu akuaminie na kuzishika sheria zako. Ifikapo siku ya 7 apumzike kama wewe ulivyopumzika katika kazi zako. Basi nasi tumefanya hivyo kama agizo lako jinsi lilivyo. Lakini tuna mahitaji mengi katika sehemu ya kazi yako na katika sehemu ya maisha yetu. Baba, tunaomba uzidi kututia nguvu katika kazi yako hii ambayo umeikabidhi watumishi wako, ili wazidi kuifanya na kutangaza kweli zako. Ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu uzidi kutangazwa katika ulimwengu mzima, na kila mmoja atakayekuwa akisikia haya mausia yako ambayo umeyaweka kila mtu ayaaminie aweze kuokolewa, basi kila mmoja aweze kufungulia moyo wake na yakae ndani ya moyo wake na kuyatenda. Nasi sote kwa namna tunavyozidi kujifunza,
basi tukazidi kuimarika na kuzidi kupeleka ujumbe kwa kila mhitaji anayestahili kuupata. Baba, angalia watenda kazi wako wanazidi kukutana na vikwazo vya aina mbalimbali, lakini tunachokiomba ni kuwatia nguvu, kuwaimarisha, ili ushindi uzidi kupatikana katika kazi yako unayozidi kuiagiza, na shetani anayezidi kuweka vikwazo kwa ajili ya kukwamisha kazi yako akapate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunaingia katika shughuli za kazi ya mikono yetu. Tunaomba baraka zako zikatawale katika kazi zote tunazozifanya, zile zilizo za halali, zikiwa ni za kibiashara na kazi nyinginezo zote zikiwa za kilimo. Basi tunaomba baraka zako zikashuke, utufungulie milango na madirisha mbinguni kwa ajili ya kutubariki. Tunaomba hekima yako izidi kutawala, upendo wako usipungukie katika sehemu ya maisha yetu. Tunaweka familia zetu, watoto na ndugu, jamaa na marafiki wote tunawakabidhi mikononi mwako. Ni mkono ulio hodari, mkono wenye nguvu. Tunaamini kwamba kila kimoja tunachokiomba kitakamilika kwa sababu wewe ndiye mwaminifu. Basi kuanzia muda huu na siku zote 6 za wiki zilizosalia, tunaomba baraka zako zikatawale. Ndilo ombi na shukrani tumeomba kupitia kwake Yesu Kristo, mwanao wa pekee. Amina. Tuombe. Asante Mungu na Baba yetu ishiye mahali pa juu mbinguni. Wewe Mungu unayetawala mioyo yetu, unatawala kila kitu duniani na mbinguni pia. Tumepiga magoti mbele zako kama vile malaika wanavyofanya kule mbinguni mbele zako. Ibada yako ya leo tunaomba Bwana izidi kudumishwa siku zote za maisha yetu, tuwe tukiabudu vivi. Baba, tazama mtumishi ameomba mengi, lakini pia na mimi naongezea Bwana. Ni mengi unayoyafahamu yanayotuhusu sisi tuliomo humu Bwana, na wewe utazidi kuyafungua sawa sawa na unavyojua. Baba, muda na saa kama hii ni wakati ambapo naliita jina lako katika madhabahu hii, mahali hapa tulipo Bwana, mahali hapa uweze kushuka na kuweza kuwahudumia watumishi wako, kila mmoja umguse na kumpa baraka ya pekee ya kulijua neno lako na kulifanyia kazi, hususan hata mimi nikiwepo, ukitusamehe makosa na dhambi ambazo zimekuwa tukizitenda siku zote za maisha yetu. Ukafunge kila mpango wa shetani katika maisha yetu, asiingie wala asiguse. Chomoa chochote ambacho inawezekana shetani ameingiza ikawa kikwazo katika kazi yako, na zaidi watumishi hao wote wakakutazame huko juu badala ya kutazama katika ulimwengu huu. Ni saa ya vita na matangazo makubwa yanayotakiwa wewe ujulikane katika ulimwengu mzima. Sasa Bwana, kwa sisi wenyewe haiwezekani isipokuwa kwa nguvu na uwezo utoka kwako, kama unavyonena na mitume kipindi kile kwamba mtakapopokea nguvu sasa mtafanya yote sawa sawa na Roho Mtakatifu atakavyowaongoza. Mitume walipofanya kazi chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu walifanikisha kile ambacho kilikuwa ni mtego na kigumu katika kazi yao ya kukueneza wewe, Bwana wa mabwana. Sasa tunaomba Roho wako Mtakatifu sasa na siku zote tunapokuwa tukiishi, kila mmoja aweze kufunguliwa kifungo chake. Zaidi ya yote, tutakapokuwa tukiomba kwa ajili ya kazi yako, tutakapokuwa tukifanya lolote kwa ajili ya kazi yako, kiweze kutendeka na kiweze kufanyika chini ya utaratibu wa Roho Mtakatifu. Mungu aweze kuendelea kutusaidia kwamba maombi yawe sehemu ya maisha yetu. Chochote tutakachotenda katika kazi yako na kazi zozote za maisha, Bwana, tuongozwe na huyo Roho Mtakatifu. Wengi tumekuwa tukishindwa kuomba. Tunapofika katika vipindi vya kuomba katika familia au mahali popote, tunashikwa na usingizi na matatizo na udhaifu. Lakini Bwana, iwe kama kipindi cha mitume, ingawa tutatawanyika katika shughuli zote, mahali popote tutakapokwenda, lakini tuwe kama tuko pamoja, tukiombeana, tukisaidiana katika mambo mbalimbali, na hatimaye Bwana utakapokuja kazi yako iwe imeisha. Kupitia Roho Mtakatifu tutafanikisha kazi yako. Tunaomba Bwana, Roho Mtakatifu awe na kila mmoja, atende kazi ndani yetu na sisi tuwe ndani yako. Ni katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Kuanzia mwaka 538 upapa ulianza kulitesa kanisa la Mungu. Kwa miaka 1260
mamilioni walikufa kwa sababu ya kutetea ukweli. Hebu ungana na kwaya hii kusikiliza ujumbe. Upapa uliwatesa watu wa Mungu walioitetea kweli. Miaka 1260 kanisa la Mungu walichinjwa na kuteswa na wengine walichomwa moto. Miaka 1260 kanisa la Mungu walichinjwa na kuteswa na wengine walichomwa moto. Upapa uliua watu wake Mungu, wengi waliteswa sana. Miezi 42 kanisa likawanyika. Ni zamu yetu, kanisa la Mungu litateswa sana. Tusiogope, tushikilie imani, ushindi na Yesu ni hakika. Na mwaka 1798 Papa Pius wa sita alikamatwa na Jenerali Bethia wa Ufaransa akafungwa. Upapa ukapata jeraha la mauti. Sikia ujumbe. Nikaona kimoja cha vichwa vyake kina jeraha la mauti. Mwaka 1798 Papa alikamatwa akafungwa gerezani Ufaransa, akafia huko. Mwaka 1798 Papa alikamatwa akafungwa gerezani Ufaransa, akafia huko. Upapa uliua watu wake Mungu, wengi waliteswa sana. Miezi 42 kanisa likawanyika. Ni zamu yetu, kanisa la Mungu litateswa sana. Tusiogope, tushikilie imani, ushindi na Yesu ni hakika. Wale watakaoogopa mateso kwa kumuafu Papa Warumi, wote ambao majina hayakuandikwa watasema, ni nani awezaye fanya vita naye? Wote ambao majina hayakuandikwa watasema, fanya vita nae. Upapa uliua watu wake Mungu, wengi waliteswa sana. Miezi 42 kanisa likawanyika. Ni zamu yetu, kanisa la Mungu litateswa sana. Tusiogope, tushikilie imani, ushindi na Yesu